Nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu pata fursa ya kushiriki nanyi tena katika siku ya gawio ambayo sasa imekuwa sehemu ya utaratibu wetu ndani ya serikali. Na hii ni siku maalumu ya kupima mwenendo wa uwekezaji, tija ya uzalishaji na mchango wa taasisi na mashirika ya umma kwa ujumla katika maendeleo ya taifa letu. Aidha, niwapongeze Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Ofisi ya Msajili wa Hazina pamoja na bodi, management na watumishi wote wa taasisi na kampuni zilizowasilisha gawio na michango kwa serikali. Hata kama hamkuwasilisha hapa, lakini kama mmetoa michango yenu huko kwa serikali, nawapongeza wote. Kwa hakika hatua hii tunayoishuhudia na pengine kuisherehekea ni matokeo ya jitihada za makusudi za kuimarisha usimamizi wa mashirika na kampuni, nidhamu ya matumizi ya rasilimali, ufuatiliaji wa karibu na dhamira ya dhati ya kufanya mali za umma zizalishe zaidi kwa manufaa ya Watanzania. Ndugu viongozi, watumishi na wananchi wenzangu, siku hii ya gawio ina mambo mawili kwa pamoja. Kwanza, nafasi ya kupongeza taasisi na mashirika yaliyofanya vizuri na kuongeza mchango wake katika mfuko mkuu wa serikali kama ambavyo tumetoka kushuhudia hapa. Lakini la pili ni nafasi ya kutathmini kwa jicho la uwajibikaji maeneo yanayohitaji maboresho au kufanyiwa kazi zaidi. Tathmini hiyo inayohusu pia mashirika na makampuni ambazo zimeshindwa kutoa gawio au zimetoa gawio upungufu kilinganishwa na mwaka jana. Tathmini hii tuliifanya mwaka jana, niliagiza mwaka jana, na msajili wa hazina na timu yake wameenda kuifanya vizuri, na matokeo yake tumeshuhudia leo hapa. Wale ambao hawakuwa na sifa za kuchangia mwaka jana, mwaka huu wamechangia. Lakini wengine ambao walichangia pungufu mwaka jana, mwaka huu wamezidisha. Na mlikuwa mnaniona nikinong'ona nao hapa, nilikuwa na set targets mpya hapa hapa. Na kama mlikuwa naona nafanya kidole hivi, ilikuwa deal imestrike. Mwingine nampa target ananiambia hapana na kuongeza. Na mmoja tu ndio amedrop kuliko kiwango cha mwaka jana, lakini bado amefanya vizuri. Nimemuuliza kwa nini umedrop, kanambia anajenga makao makuu yangu mpya. Kwa hiyo pesa imekwenda huko, imepungua huko. Nikasema hiyo nayo uwekezaji, ungeiweka humo tukaihesabu. Kwa hiyo mambo sio mabaya. I'm proud of you guys. Very proud of you. Kama tulivyomsikia msajili wa hazina, mwaka huu tumepokea jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 327 kilinganishwa na shilingi trilioni 1 bilioni 28 mwaka jana, sawa na ongezeko la 30%, au kwa namba halisi tumeongeza bilioni 300. Si haba, si haba. Hii imetokana na uzalishaji zaidi na kuimarika kwa tija na ufanisi wa taasisi zetu, na hiki ndio kilikuwa kilio kikubwa, kuimarika kwa tija na ufanisi katika taasisi zetu. Taasisi zilikuwa zinakula zaidi serikalini kuliko zenyewe kupeleka, lakini sasa tumebadilisha mwelekeo na wapongeza sana. Katika hatua hii na wapongeza wote waliochangia mafanikio haya, hasa taasisi zilizoongoza kwa gawio, zile zilizorejea kwenye faida baada ya kupita kipindi cha changamoto, zile zilizopunguza utegemezi kwa serikali, nao ni mchango mkubwa sana. Kama ulikuwa unakula serikalini, sasa serikali weka pesa yako, mimi nayo ya kwangu nitajiendesha, mchango mkubwa sana. Lakini vile vile pamoja na kampuni zenye hisa
za serikali ambazo zimeendelea kuonesha thamani ya ubia wenye tija. Wote hongereni sana. Wote kwa pamoja mmetuonesha kuwa taasisi za umma zinaweza kufanya vizuri kwa kutoa huduma na kujiendesha kwa ufanisi, kushindana na kuchangia mapato ya serikali na hatimaye kuwa sehemu muhimu ya ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Haya ndio maono na mwelekeo tunaoutaka. Kwa hiyo pale yanapoonekana mafanikio, hatutaacha kuyatambua na kuyapongeza. Lakini pongezi hizi zisiwe sasa ni sababu ya kuridhika na kubweteka. Na ndio maana nilikuwa na set viwango hapa. Aliyenipa 15 mwaka huu nikamwambia mwakani nataka 20. Mwingine alikuja nadhani na 11, nikamwambia niletee 15. Akanambia nitafika mpaka 25. Nikamwambia bravo. Kwa hiyo huu ndio mwelekeo ambao tunautaka. Sasa pongezi hizi tusibweteke, lakini ziwe chachu ya kuongeza juhudi na maarifa kwa matokeo yaliyo bora zaidi. Gawio na mchango uliotolewa na makampuni, taasisi na mashirika yetu ni sehemu ya lengo letu la kuongeza mapato ya ndani na kupunguza utegemezi katika kugharamia shughuli za maendeleo. Tunakwenda polepole. Tulikotoka ni mbali, lakini tunakwenda polepole. Bajeti ya mwaka huu, gap ya kujitegemea imebakia ndogo sana. Kwa hiyo tukikaza buti, tukifanya kazi kwa bidii, nadhani bajeti za miaka 2 ijayo huko tutakuwa tumesimama vizuri. Na huu ndio mwelekeo Tanzania tunatakiwa kusimama. Sasa kadri taasisi za umma zinavyoimarika, ndivyo serikali inavyoongeza uwezo wa kutekeleza vipaumbele vya maendeleo ya wananchi kwa rasilimali zetu wenyewe ndani. Tunaelekea kujitegemea. Wanasema it is impossible until it is possible. So it is possible. Tumeona hapa it is possible. Ndugu zangu, mwaka jana katika hafla kama hii nilizungumza kuhusu umuhimu wa mageuzi, ubunifu na utafutaji wa mitaji kwa taasisi za umma. Nisisitiza kuwa taasisi zetu haziwezi kuendelea kutazama bajeti ya serikali kama jibu la kila changamoto. Wakati baadhi ya taasisi hizo zina mali, zina miradi na uwezo wa kuvutia mitaji kupitia njia nyingine halali na zenye tija. Tumeanza kuona kuna taasisi ambazo sasa zinaweza zikakopa kwa kutumia hadhi yao wenyewe ya kifedha. Ile ukwasi wao, mali zao, wanaweza wakakopa na wakatupunguzia deni la mfuko mkuu au deni kuu la taifa. Badala ya taifa kukopa, Wizara ya Fedha wakakopa wenyewe, tukawasimamia na wakafanya mambo yao. Moja ya taasisi hizo ni Mamlaka ya Bandari Tanzania. Sasa ina uwezo wa kukopesheka, wakatanua mambo ya bandari, tukaweka huduma zaidi za bandari na wakaweza kulipa mkopo wanaochukua. Kwa hiyo na wengine nadhani tukifanya tathmini tunaweza kuwakuta ambao wanaweza kukopa wenyewe na deni lisingie kwenye deni kuu la serikali. Katika hilo nilielekeza kufanyika kwa tathmini ya taasisi zinazoweza kuorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam kwa kipindi kifupi, cha kati na cha muda mrefu. Nadhani hii kazi kwa msajili bado inaendelea. Lengo halikuwa kutafuta fedha pekee, bali kukuza uwazi, kuimarisha nidhamu ya soko, kuongeza fursa za wananchi kushiriki katika umiliki wa uchumi na kuzifanya taasisi zetu zijenge utamaduni wa kufanya kazi kwa viwango vya ushindani. Tulikuwa tumebweteka mno, lakini leo cheki zilizotoka hapa na target nilizowapa watakwenda kuongeza ushindani.
ili wazalishe zaidi, tija ingie zaidi, wachangie zaidi. Kwa msingi huo, naielekeza tena kazi hii iendelee kupewa uzito unaostahili. Tathmini zilizofanyika zifuatiliwe au zifuatiwe na hatua za utekelezaji, na pale palipo na vikwazo vya kisheria au vya kisera au kiutendaji vibainishwe na tuweze kuviondoa kwa njia zetu za kiserikali. Lengo letu ni kuona jambo hili likitoka kwenye dhamira kwamba tuna dhamira ya kujitegemea, na sasa tuwe tunaingia njiani kulitekeleza, tufikie kwenye kujitegemea. Kwa tutoke kwenye dhamira twende kwenye kufikia malengo tuliyojiwekea. Ndugu zangu, nimeiona kauli mbiu yetu ya mwaka huu inayosema uwekezaji wa umma wenye matokeo ni nguzo ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira ya 2050. Sasa niseme kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa uwekezaji wenye matokeo ni ule unaovutia mitaji, kupunguza gharama za kufanya biashara, kukuza ajira, kuimarisha huduma, kuongeza mapato ya serikali na kulinda maslahi ya wananchi. Huo ndio uwekezaji wenye tija. Sasa, ili kauli mbiu hii ipate maana na uhalisia, ni lazima itafsiriwe katika mipango yetu ya kazi na huduma zinazomfikia mwananchi. Kila shirika, kila taasisi, kila wizara lazima tuitafsiri kauli mbiu hii kwenye kazi zetu ili tuweze kufikisha huduma njema kwa wananchi, lakini pia kukuza uchumi wetu. Nasisitiza hili kwa sababu utekelezaji wa dira ya maendeleo 2050 unahitaji taasisi zenye uwezo wa kuingia kwenye ushindani wa soko. Tunapoanza kesho utekelezaji wa dira, tunatakiwa kuwa makini kweli kweli. Taasisi zetu ziwe imara kweli kweli. Kwa wale bado wanaosuasua au walio na mchechu wenye kichefuchefu, na mchechu wa very right ulikuwa sawa, kuna kichefuchefu na chechefu. Chechefu yenye kuchechemea, kichefuchefu ile yenye kuudhi hapa inaleta tafrani hapa. Kwa hiyo alikuwa sawa sawa. Kuna mikopo inayoleta tafrani, tunahisi ukisikia mikopo unahisi sijui ufanye nini. Kwa hiyo wale wenye taasisi bado zenye kichefuchefu, tuzitafutie dawa zitulie ili tuende nazo pamoja. Tunahitaji taasisi zinazotumia teknolojia, zinazopunguza upotevu wa mali, zinazovutia mitaji na kufungua fursa kwa sekta binafsi. Hili nalo muhimu. Tunafanya kazi sio sisi tu. Tufungue fursa kwa sekta binafsi iingie, kwa sababu sekta binafsi ni mshirika wetu mkubwa kwenye maendeleo. Kwa unafika pahali mmefanya maendeleo, mnaona labda huku mbele mtaji ni mkubwa unaotakiwa, ita sekta binafsi, ingia nayo ubia, nendeni kwa pamoja. Kwa hiyo tufungue fursa kwa sekta binafsi vile vile. Kwa ufupi, hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu. Tuna mtindo wa kuandika ripoti zetu, matakwimu mazito, hayana tafsiri, lakini ukikaa kitako kuzitafsiri takwimu hakuna kilichotokea. Au kama kipo hakina impact kubwa kwenye uchumi au hata kwenye maendeleo ya taasisi. Kwa sasa tutoke kwenye takwimu tuende kwenye reality. Tukisema tumefanya ngapi 8, ziwe ni 8 na impact ya 8 iwe imeonekana. Kwa hiyo tutoke kwenye dhamira tuende kwenye utendaji. Kwa hivyo kila taasisi haina budi kuitafsiri kauli mbiu hii kulingana na nafasi ilionayo katika kujenga uchumi wa nchi. Ndugu zangu, jambo lingine ambalo tunataka kuliangalia kwa umakini mkubwa ni uongozi na usimamizi katika kuendesha mashirika na taasisi zetu.
Tunaweza kuwa na kila kitu, lakini kama uongozi hauko makini, kiongozi, bodi, watendaji hawako makini, tunaweza tukashindwa, tusifanye kitu. Kwa swala la uongozi na usimamizi wa taasisi zetu, tumezungumza tathmini, lakini uongozi na usimamizi wa taasisi zetu na lenyewe ni jambo kubwa sana. Dira yetu ya 2050 haitakamilika kwa mipango na utajiri wa rasilimali kama alisoma mmoja kati yetu pale, bali itatekelezwa kwa namna rasilimali hizo zitakavyosimamiwa, kulindwa na kugeuzwa kwa fursa, huduma na maendeleo kwa wananchi. Hatuhesabu tu kwamba tuna nini, tuseme mashamba, tuna ekari 30,000, lakini ekari 30,000 hazizalishi, hazina thamani, isipokuwa wewe unalipa tu kila mwaka kule ardhi, lakini zenyewe hazizalishi. Hiyo sio maendeleo. Naomba tutafsiri kauli mbiu hii, kila taasisi kwa kazi yake. Sisi Waswahili tunasema mipango si matumizi. Sasa maofisini kwetu huku tuna mipango mingi, mikakati, wasa nini, sera, mikakati, sijui kauli kabambe, mipango kabambe, kauli mbiu, lakini zipo tu. Sasa mipango yote hayo si matumizi. Tumetengeneza dira yetu nzuri sana 2050, perfect. Ndani yake tukaunda mipango ya maendeleo ya muda mfupi na muda mrefu, mipango ya miaka 5 unaotokana na dira, lakini pia mipango yetu ya mwaka mmoja mmoja mizuri sana. Na juzi Kitila ananiambia tumemaliza nyenzo zinazoongoza utekelezaji wa dira, tunakuomba uje uzizindue. Kwa hiyo tutakwenda kuzindua na nyenzo, lakini yote haya hayataleta impact wala maendeleo ya nchi kama hakuna kuitafsiri, kutathmini na kusimamia utekelezaji wake. Kwa hiyo tujipange kwenye utekelezaji wa dira yetu. Kwenye nyenzo za Kitila mle kuna mpango wa miradi yenyewe, kwanza fedha inayotakiwa, mahitaji ya rasilimali watu, si mahitaji ya nini, mizuri sana, lakini ipo yenyewe haitafanya kazi ya Kitila kuandika, na ni mwandishi mzuri sana na timu yake, na wapongeza, lakini kazi yetu wengine tulobaki ni kuitafsiri na kuitekeleza tufike tunakokwenda. Kwa hiyo mipango si matumizi. Mipango ipo mizuri, tuwe wabunifu kutafuta mitaji, tufanye matumizi, tufike tunakokwenda. Mipango peke yake si matumizi. Sasa dira yetu kama nilivyosema imeandikwa vizuri sana. Mambo yote yako vizuri sana, nyenzo ziko tayari, lakini twende tukazitafsiri na tufanye. Hapa ni nafasi ya msajili wa hazina, makampuni, taasisi zetu za serikali na Watanzania wote. Twende tukatafsiri. Wataalamu wetu watutafsirie mipango ile walioiandika vizuri sana kwa lugha nyepesi, ili watu waweze kuitafsiri na kuitekeleza katika maeneo yao tofauti tofauti. Kwa mwelekeo huo, maelekezo yangu kwa ofisi ya msajili wa hazina ni kuendelea kusimamia na kuratibu kampuni ambazo serikali ina hisa, ili kuhakikisha uwekezaji huo unaleta manufaa yanayolingana na thamani ya uwekezaji wetu. Twende tukatafsiri kauli mbiu yenu wenyewe mlioitoa, lakini na mipango yetu ya taifa tukaitafsiri huko kwenye mashirika yetu ambayo serikali ina hisa, ambayo yamesimama yenyewe kama shirika ya umma. Twende tukatafsiri na tufanye vizuri. Tunasema ubia mzuri ni ule wenye kunufaisha pande zote. Makampuni yenyewe yanufaike, serikali inufaike, na wananchi wanufaike, taifa kwa jumla linufaike. Huu ndio ubia mzuri. Kwa tusiwe tu kwa miaka kadhaa serikali inaubia wapi,
serikali inaubia TIPA, serikali inaubia sijui wapi, serikali inaubia shirika gani. Lakini nenda katizame ubia ule umeleta nini serikalini? Hakuna. Kwa miaka kadhaa nyuma hakuna. Lakini sasa hali inabadilika. Ubia mzuri ni ule unaonufaisha wote, wabia wote wanufaike. Kwa sisi wa Tanzania tusimame tunufaike. Maeneo yote ambayo tunaubia tusimame tunufaike. Lakini hata yale tunayosimamia wenyewe ambao hayana ubia, watendaji ni sisi, wa kuyafanya yafanye kazi ni sisi. Hili ni letu, hali na mjomba, hali na msaada ni sisi. Kwa hiyo twende tukasimame vyema, tufanye kazi ya kuleta maendeleo kwenye nchi yetu. Kwa upande wa taasisi na mashirika yote ya umma, mhakikishe mipango na mikakati ya kiutendaji inaendana na vipaumbele vya dira ya maendeleo ya 2050. Lengo ni kuona utekelezaji wa dira 2050 ukitafsiriwa katika utendaji kazi wa kila taasisi ili tulioyapanga yaweze kuwanufaisha wananchi na taifa kwa ujumla. Katika hili nazitaka wizara zinazosimamia taasisi hizi, bodi za wakurugenzi. Leo mpo wengi hapa wenye viti, na nilikuwa naangalia wenye viti wanavyopanda na watendaji wao. Wenye viti wengi wako energetic, wengi wako energetic, na ndio maana tunakwenda. Bodi nyingine mtendaji kijana, mwenyekiti kijana. Hasa mwanzo wachagua nasema hawendi kudundana hawa, lakini kumbe wanadundana kwenye maarifa na mambo yanakwenda kama mlivyoona hapa. Niwaombe nendeni katafsirini dira kwenye mipango ya kazi zenu ili tuende vizuri. Kazi hii si jukumu la msajili wa hazina pekee. Kila wizara yenye taasisi chini yake ina wajibu wa kuhakikisha taasisi husika zinafanya kazi kwa ufanisi, zinaongozwa kwa weledi, zinapimwa kwa matokeo na zinachangia kamilifu kufikia malengo yaliyojiwekea. Wanapokea malalamiko kutoka kwa wizarani huko, shirika langu hili linasuasua, hili haendi, huyu anasafiri tu, huyu ana hivi tu. Sasa waleteni, lakini msilete hayo, tuleteni na tathmini ya utendaji ya mashirika, halafu tuamue nani anakaa wapi. Lengo ni kuweka watendaji tuende mbio. Mmesikia hapa, benki zimevaa njuga, zimetukosha uso. Tuko namba 3 na namba 4. Wale waliokuwa wakituona sisi wa huku tu sasa, na pengine ndio mengine yanayotokea hayo, sasa wanatuona tukipaa, wanatutazama wale. Sasa ile wale iende kila pahali, isiwe mabenki tu. Inawezekana, tunaweza kufanya Watanzania. Twendeni. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nirejee pongezi zangu kwa mafanikio haya makubwa, lakini kama nilivyosema, tusibweteke. Makubwa leo, mwakani haya sio makubwa tena. Natarajia makubwa zaidi. Na mwakani niseme tena haya makubwa. Kama anavyosema Rais wa Zanzibar, yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo na mwakani nataka nifurahi kama hivi. Nikisema hivyo natarajia maboresho makubwa zaidi kwa mwaka ujao. Natamani kuona idadi ya taasisi zinazochangia mfuko mkuu wa serikali ikiongezeka sambamba na kupungua kwa utegemezi au ruzuku kutoka serikalini. Tuendelee kupunguza utegemezi, tuendelee kupunguza ruzuku, na taasisi zinazochangia nyingi ziqualify ziweze kuleta serikalini. Hebu wale ambao hawachangii, fikiria tu situation. Umezaliwa, umelelewa nyumbani, umelishwa, umetunzwa, umekuwa, umesomeshwa. Sasa umekuwa mkubwa, una kazi nzuri. Unapiga teke kabisa kwa baba na mama kule nyumbani au kwa shangazi aliyekulea uweva. Unapiga teke kabisa, huna habari nako. Unasema sasa mimi ndo nimefika hapa, ngoja ni enjoy maisha, muda ni mfupi. Huyo Mungu aliyekufikisha hapo atakuwa radhi kweli? Atakuwa radhi?
atakufanya ufanikiwe? Hutafanikiwa. Kwa mashirika jamani, tumeyaunda, tumeyalea, tumeyapa ruzuku, tumesijua hapa kitu gani mpaka mmekuwa mmefika pale. Sasa mjitegemee, lakini mbali ya kujitegemea, rudisha na nyumbani kule kuliko kulea kukakutengeza kukafanya ufike ulikofika. Rudisha na kule ili mambo yaende vizuri. Na pengine kule umeacha wadogo zako, pengine watoto wa kakako, wajukuu ndio wanakwenda kwa babu na bibi sasa, na wenyewe wanataka matunzo, sio? Sasa rudisha fadhila kule ambako umetunzwa ukakua. Sasa hapo, tukifika hapo, ndio hii siku ya gawio inakuwa na maana kubwa zaidi. Inakuwa na maana kweli, na itakuwa siku ya kitaifa. Jana nilikuwa naangalia mitandao ya kijamii wanavyoichambua siku ya gawio, matumaini walionayo na siku ya gawio. Kuna wachache walikuwa wakiponda ponda, lakini wengi walikuwa wanachangia kwa matumaini, wanaisubiri siku hii kwa hamu kubwa, na wanajua kwamba pesa hii ikipatikana inakwenda kwenye huduma zao za jamii, inakwenda kusukuma kwenye upatikanaji wa au kuondosha changamoto zilizoko kwa wananchi. Kwa hiyo wananchi wanaijua kwa hamu, wanaisubiri kwa hamu siku hii, wanaitambua na wanaisubiri kwa hamu. Kwa hiyo mbele huko izidi kuwa na maana siku ya gawio. Wananchi wajue leo mashirika yetu ya umma yanakwenda kusema kile walichokichuma na kutuingizia kwenye serikali ili mambo yaendelee. Kwa hiyo hii siku ni muhimu sana, na kwa bahati nzuri wananchi wanaijua kweli kweli. Kama nilivyosema, fedha hizi ni kwa ajili yao na tutakwenda kufanya mambo ambayo yanawahusu wao. Siku ya gawio ni siku ya wananchi, ni siku ya kuonesha kwa mali za umma zikisimamiwa vizuri zinaweza kupunguza mzigo kwa serikali na kuongeza uwezo wetu wa kugharamia shughuli za maendeleo. Kama nilivyotangulia kusema, tutajipongeza tunapofanya vizuri. Kama leo tumefanya vizuri, tujipongeze. Vile vile tutajirekebisha na kuimarisha au kuboresha pale penye mapungufu. Kwa tukitoka hapa, wale ambao hawakutajwa leo bado tunasuasua, twende tukarekebishe kwenye mapungufu na tuimarishe taasisi zetu. Lakini niseme pia kwamba hatutasita kuchukua hatua pale tutakapobaini uzembe na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Hatutasita, na ndio maana nasisitiza sana tathmini. Msajili wa hazina, narudia tena leo, hiyo nafasi yako hui popular, you are always unpopular. Mchechu, Nehemia, kafanya, kasema, kazuia, karudisha. Ndio kazi yako. Uwe tu na moyo mkuu ndugu yangu, au sijui mwanangu, uwe na moyo mkuu tu, lakini hiyo ndio kazi yako. Sasa ana kazi ya waziri wa fedha, na huyu naye sio popular, kwa sababu ukizunguka huko mtu kafanya uzembe, fedha hazijaletwa, waziri wa fedha kazuia. Hakuna sifa kwenye kazi hizo. Kwa hiyo nyinyi fumbeni macho, twende mbele, simamieni sheria kwenye nini, penye marekebisho fanyeni marekebisho, twende mbele. Tulipoanza sipo tulipo leo. Mchechu, hongera sana. Tulianza kwa ugumu sana, lakini leo wote tunazungumza lugha moja, wote. Na tukikutana kule Arusha, ndio kule tunasema mambo yetu yote, na tukitoka pale ni lugha moja kwenda kutekeleza. Kwa hiyo tulipo leo tumepiga hatua kubwa. Hongereni nyote, mashirika, makampuni na taasisi za umma. Niwashukuru kwa tunzo mlionipatia ya kutambua mchango wangu katika kuimarisha usimamizi wa taasisi na mashirika ya umma. Naipokea tunzo hii kwa unyenyekevu, nikitambua kuwa hii ni heshima ya kazi ya pamoja. Si kazi yangu peke yangu,
ningeelekeza, ningesema hapa. Mpaka siku moja nilikuwa na sana mawaziri wangu hawa, nikamwambia nyinyi mmezoea kugombezwa mnataka mimi niwagombeze niseme kama mbwa wajibu nitoke moto hivi mdomoni? Sasa wote wadogo wadogo hawajui mbwa wajibu ni nani. Mmoja akaenda akagugo akampata akawarushia wenziwe, jamani, mbwa wajibu ndio huyo. Kwa hiyo tunapo sema tuelewane tu kwa haraka, hakuna haja kupigana makelele na kufokeana kama mbwa wajibu hapa. Moto unatoka mdomoni. Twende.